Wamesoma coaching. Jam likuwa bora eneo gani? Tulikuwa kwa sababu Coast namna walivyocheza walikuwa wanacheza low block. Yani walikuwa wanazuia sana kwa sababu nadhani walikuja kwa ajili ya kufungwa goli chache. Umeelewa? Kwa hiyo walikuwa wanazuia sana. Kwa hiyo ndio maana umeona kama matokeo yamekuwa magumu sana. Umeelewa? Sisi tulikuwa bora kwenye upande wa pembeni kwa maana ya wings sisi. Tulikuwa kwa sababu Pacome kusema ukweli kwa kiwango ambacho sasa hivi anakionyesha ni Pacome yule ambaye tumemzoea miaka iliyopita. Katikati kidogo hakuwa na upepo mzuri, lakini kwa namna ambavyo safu yetu ya ushambuliaji jinsi ilivyokuwa bora ndio ilikuwa imesababisha yale yote unayoyaona. Sio kwamba ile goli imepatikana kwa bahati mbaya, na wakusifiwa ni golikipa wa Coast Union kwa sababu ametunyima magoli mengi. Kiukweli yote kwa yote mechi ilikuwa ngumu. Na jana hapo kwenye goalkeeper Coast Yanga jana kapigwa on target 9. Goli moja meaning kulikuwa kuna save 8 za goalkeeper amecheza kweli, lakini kiukweli ni kuna moja ile ya Dube kabisa, unaona kabisa ilikuwa waya kiasi kwamba ni ubora wa safu ya ushambuliaji ndio umefanya matokeo haya, lakini kiukweli game ilikuwa ngumu mno. Coast walijizatiti kwa ajili ya kupunguza idadi ya magoli. Na mwalimu Joseph Lazaro hizi ndio zinaonekana shughuli zake, lakini inaonekana kuwa bora kama akiateka kwenye eneo la kumwamini Saidi ya fundi. Na haya mambo yalishawahi kutokea hata kwa mzee wetu Fred Felix Miziro, alikuwa na kaeneo fulani hivi anaonekana kwamba bwana wewe uta championship. Hata Mgunda naye anakisizo. Mgunda kwa sababu ya Simba. Unajua Mgunda ukitoa Coastal, timu yake nyingine ya kwanza ya tofauti ni Namungo kwenye club level. Yaani Mgunda tunamsikia miaka yote ni Coastal ataitwa timu ya taifa msaidizi au atapewa ile Kilimanjaro Stars. Ataenda labda kwenye mashindano yetu yale ya challenge na vitu kama hivi. Lakini kwenye club level kule Namungo ndio kibarua cha kwanza cha tofauti nje ya Coastal kwenye club level. Kwa hiyo kuna makocha ambao na Joseph Lazaro ndio mara nyingi mgongoni kwa Mgunda ilikuwa. Mgongoni kwa Mgunda. Ngoja. Joseph Lazaro ana vyeti vya kutosha kuwa chief. Joseph ni caretaker na hana leseni qualified. Saizi ni caretaker. Lakini tumeshamkabidhi. Kuna nyakati nakumbuka Mgunda yupo national team Taifa Stars. Yeye Joseph Lazaro alikuwa na timu ya taifa ya vijana. Coastal ikawa haina kocha. Tigisha. Sio yule Lazaro wa mchezaji. Ndio yeye. Okay. Joseph Lazaro inaonekana yeye ndio jambo lake. Ule ubora tunaozungumza tumeona wa Coastal na hii michezo mitano iliyobaki. Anaweza kafanya kitu kwa namna ambavyo kacheza mechi ya Yanga. Kama wachezaji wata replicate kile alichokifanya jana. Ile I think jana kitu pekee ambacho kiliongezeka kwenye mechi ya Coastal ni ile ari ya upambanaji. Ulikuwa ukiangalia wachezaji wa Coastal muda wote wanakimbia kuliko wachezaji wa Yanga uwanjani. Muda wote walikuwa wanataka kubishana kwenye zile battles. Angalia performance ya jana ya Lamek Elias Lawi. Juzi tulikuwa tunaangalia hapa game ya Coastal na Kagera. Lamek Elias Lawi alikuwa na moja kati ya performance ambazo hatotamani tena zijirudie uwanjani, lakini amekuja ku rectify performance yake kwenye mchezo against Young Africans. Ulikuwa ukimwangalia captain Zambo JR, angalia namna ambavyo aliperform, which amekuwa na huo muendelezo Miraji. Amekuwa na huo muendelezo, kuna kipindi aliitwa mpaka national team, lakini performance zake zikiendelea akiendelea ku maintain hapa, labda tunaweza tukaishuhudia Coastal Union ambayo inaleta picha tofauti. Lakini pia hata kwenye options za eneo la ushambuliaji chini ya Juma Mwambusi aliwaondoa kwenye kikosi Mahamad kwa sababu ya nidhamu, lakini amerudi Joseph Lazaro akawaita tena, na ndio maana hawa wachezaji hata kujiunga na timu kwenye hii mechi wamejiunga na timu juzi siku moja kabla ya mchezo, sababu aliachwa Tanga. Juma Mwambusi alisema hatosafiri nao yeye pamoja na Baraka Yusuf. Juma Mwambusi alisema hatosafiri nao. So na mimi nahisi kwa itengenezwe hata sheria ya kuwalinda wachezaji ambao wachezaji wakubwa, kwa sababu kwa mfano kama jana ukiangalia namna ambavyo yule mchezaji Kikoti alivyomchezea Alidi Aucho, unaona kabisa kwamba plan haikuwa ni mpira. Kiasi kwamba kuwalinda wachezaji wakubwa hao wasikabwe. Sio kukabwe. Kama wachezaji waniliwe zetu na namna wanavyolindwa, yaani mchezaji amechezewa rafu, unaona kabisa rafu ya kadi. Hebu nitaje mchezaji ambaye wewe umewahi kuona analindwa. Kwa mbele huko Cristiano, Lionel Messi analindwa bwana. Ukamgusa Messi kibwegebwege bwana. Sasa unaona kabisa mchezaji wetu anaenda kwa nini? Kuna baadhi ya matukio ambayo muamuzi atakupa fair, lakini sio kama atakulinda. Kama angekuwa kulinda Messi na Madrid, kuna muda Messi mpaka watu wanamkanyaga, wanamuumiza. Kuna mechi moja kwa Madrid, kuna mechi moja Messi na Liverpool, Barcelona na Liverpool. Anasema mechi moja. Mechi ya Liverpool alipigwa mpaka ngumi ya kichwa. Unasemaje? Utazitaja mechi ngapi? Unazitaja mechi ngapi? Wewe kwenye experience ya kuangalia mpira, si ndio? Kwenye kuangalia mpira. Naam. Sawa. Wewe unaamini mchezaji analindwaje? Kulindwa maana yake yani anapewa advantage yani kubwa kuliko mchezaji mwingine. Maana yake ni kwamba anapochezewa rafu
lazima kadi itoke, umeelewa, ili kuweza, kwa sababu yule ni icon, ni icon. Sasa tayari ukishampa kadi mchezaji yule anayekuja kumkaba atakuwa anamkaba kimpira, kwa sababu jana ukiangalia ile rafu ambayo Alidi Aucho amechezewa, uwezo ukasema rafu ya mpira tena, mtu yani anatokea nyuma anamchezea rafu, alafu refa yuko pale bana. Semaje, hizi fouls zinachezwa, lakini ukisema huo unamlinda mchezaji, maana yake hapo hakuna ushindani. Sio kwa maana hiyo. Sasa rafu kama ile kwamba Kasuga game umeangalia, lakini umeona Kikoti namna alivyokuwa anatoka nyuma amecheza ile rafu. Mimi nimekuelewa. Ilikuwa haistahili kadi ile. Ilikuwa inastahili. Sasa ndio maana nasemaje kwamba tumekuelewa, lakini ukisema kwa walinda kuna sheria. Sasa kama umenielewa, kwa hiyo unabishana tu. Sibishani. Wewe kusema kwamba sasa umenielewa tu, tafute mjadala. Wewe kusema kwamba, yani wewe kusema kwamba wachezaji wao wanalindwa. Wachezaji wenye majina sio wachezaji wengine kama SGR. Sasa SGR unamlindaje? Wakacheze basi ligi yao. Bwana. Sasa SGR unamlindaje? Yani Pacome analindwa. Mtu kama nini? Kuna favor ambayo unaweza kuipata kama foul itakuwa aggressive sana bila kufuata mpira, lakini foul ambayo kuna yale matukio ambayo mtu amekuclose kwa haraka, hiyo uwezo tuseme mimi sijasema kwamba eti Kabwe acheze na zile pale unakuta mtu ya kimpira ile haikuwa, kuna zile unakuta mtu anajibu amengangania, kuna maelekezo yalipatikana wamharibia Aucho ili mechi na Azam si tupate shida. Sema Mejo naamini sana kwenye mipango ya nje. Bana, hiyo ni kuhusiana na mchezo ya Young Africans dhidi ya Coastal Union hapo jana, na nikiwatazama Coastal wapo nafasi ya 13, wana alama zao 25 ikiwa ni tofauti ya alama 3 na Kagera Sugar ambao ipo nafasi ya 14, na hao wapo kwenye nafasi za kucheza playoff. Sawa bwana, hawa wawili. Kagera amemzidi point au magoli? Nani? Amemzidi Coast point. Kagera na Coastal. Coastal ana pointi 3 zaidi. Ni 25 kwa 22. 25 kwa 22 na mabao ya kufungwa, Kagera kafungwa magoli mengi zaidi kuliko Coastal Union. Kwa hiyo tukizungumza kwenye ni mabao 33 Kagera kafungwa, Coastal kafungwa goli 26. Kwa hiyo Juma Kasenje na Kagera yake naye anazidi kujipapatua kuhakikisha kwamba anaisogeza. Lakini naiona Kagera, lakini Prison mimi naiona Kagera inaweza ikabaki kuliko Coastal Union. Hawezi jua upepo Joseph Razalo pia na Coastal yake. Ubaya juu yao kuna Pamba ambaye naye haonekani akipunguza speed. Pamba amejitafuta, KMC ndio yuko juu yao. Pamba tena alama 26, KMC ana alama 27, japo 27 mpaka nafasi ya 9 ambayo ni Mashujaa. Kwa hiyo unakuta kwa Kagera mpaka kule juu kwa tofauti ya alama 5. Sasa Kagera atali close ile gap la alama, sababu ni mechi mbili. Kwamba Pamba ana mechi mbili za faida kwa Kagera, KMC ana mechi 3 za faida kwa Kagera. Kuna ngoja ujikuta Kagera Sugar mpaka atoboe, anahitaji kwanza yeye awe bora, alafu hawa wanaofukuzana nao huko juu wote wapo. Wewe kati ya Coastal Union na Kagera nani unampa nafasi? Wote wako nafasi ya playoff. Wewe hapo sasa nasema wote wako nafasi ya playoff, kwamba Kagera kienda juu ya Coastal wote yale kwamba hamna faida kwa sababu wote watacheza playoff. Yani hapo wanachoepuka ni hapo wanachoepuka ni kwa mfano Kagera, tofauti ya Kagera na mstari wa kushuka daraja ni alama 1. Kagera na 22, Prisons na 21. Kwa tofauti ni alama 1. Kwa hiyo hapa wanachokiepuka, Coastal ana 25, tofauti yake na mstari wa kushuka daraja ni alama 4. Kwa hiyo Kagera anachokiepuka tu hapa ni kupitwa na Tanzania Prisons apate faida ya kucheza playoff. Yani Meja, kwa kifupi namna ambavyo msimamo ulivyo, timu inayoshika nafasi ya 8 ambao ni Fountain Gate. Tofauti yao na timu ambayo ipo kwenye mstari wa kushuka daraja, timu ya 15, tofauti ni alama 7 tu. Ikiwa mbaki michezo 5. Michezo 5 kabla ya msimu kumalizika. Lakini sio kwa Simba na Yanga. Simba na Yanga, yani Simba wanakuwa itakuwa sawa, si ndio? Sasa hizi leo tunaanza michezo ya raundi ya 26. Simba yeye ana viporo ya michezo miwili. Kwa hapa tunazungumzia kwenye ule mstari wa kushuka daraja na uwiano wa michezo. Kwa ukimwangalia Fountain nafasi ya 8 ana pointi 28. Tanzania Prisons nafasi ya 15 ana pointi 21. Kwa hiyo hapa katikati hakuna aliyekuwa salama. Yote anaweza kujikuta kule chini. Kiufupi timu pekee Tanzania ambazo zimejihakikishia kutoshuka daraja ni 5. Kuanzia Tabora, Singida, Azam, Simba na Yanga. Hizo pekee ndo mpaka sasa hivi zimejihakikishia kutoshuka daraja. Lakini kuanzia mtu wa 6 JKT Tanzania mpaka mtu wa 14 hao wote wako kwenye hatari ya kushuka. Sababu tofauti ni alama 10 kati ya timu inayoshuka. Yani ukimchukua JKT Tanzania ambaye ipo nafasi ya 6. Sawa? Na mpaka kwa Tanzania Prisons nafasi ya 15. Tofauti yao ni alama 10 tu. Michezo 3. Na sasa hizi timu bado zinapambania kutafuta alama 15. Baki Kasuga. Mechi ziko 5. Mechi 5 si point 15. Watu wana tofauti ya 10. Hao wadogo point 15 mchezo. Sasa wadogo ndio wale kwa sababu tunamzungumzia JKT Tanzania, tunazungumza Dodoma, tunamzungumza Fountain, tunamzungumza Mashujaa
Namungo, KMC, Pamba, Coastal, Kagera, Tanzania Prisons. Na hapa katikati hawa hawakosani kwa wao wanazungushana. Nimependa ambavyo umemtoa Ken Gold. Ken Gold ya point 16 huyu achomoki. Simuoni Ken Gold. Ken Gold akichomoka ni moja kati ya maajabu. Sasa yani Ken Gold ile baki ligi kuu anahitaji miujiza. Kubaki anahitaji miujiza. Mpe hizo point 15 sasa. Tufanye kila game anashinda. Ken Gold ukimpa point 15 afikisha point 31 ambazo kwa sasa anazo Dodoma Jiji na JKT Tanzania. Lakini je, hizo mechi 5 zote anaweza akashinda mfululizo? Umo katikati ana viboko kweli, ana Simba umo katikati. Kama kwenye michezo 25 umeshinda michezo 3. Je, kwenye michezo 5 unaweza kashinda michezo mingapi? Fix yake inayofuata ni dhidi ya Tanzania Prisons. Hii ndio mechi yao inafuata kesho. Wote wako kwenye mstari wa kushuka daraja. Hata akishinda amshushi Prison. Ana Coastal, ana Pamba, ana Simba, anamaliza na Namungo. Kwa hiyo nafasi ya Coastal kubaki, nafasi ya Coastal kubaki, maana tofauti ya Coastal kutoka kwenye mstari aliyopo mpaka kwa Pamba ni tofauti ya alama 1. Kwa hiyo Coastal anaweza kujipapatua at least akakusanya alama ambazo zikamfikisha hata kwenye nafasi ya 9 kama atashinda tu mechi inayofuata. Lakini kwa Kagera anahitaji mechi 2. Kwa hiyo Coastal yeye mpaka sasa hivi yuko 50-50, lakini kwenye kushuka daraja unaweza kama exempt. Hapa kwenye playoff ndiko ambako Coastal anataka kutoka. Unaweza kawa kuna utata. Kiwango cha Pacome Zouzoua mechi 3 mfululizo anashinda tuzo ya man of the match, mchezaji bora wa mchezo, tuzo 6 akiwa nazo, akiwa na assist zake 8 pale na magoli amefikisha 9, magoli 8. Magoli 8. Goli 8 assist. Goli 8 assist 8 ambazo anazo Pacome Zouzoua. Tunapata mapumziko mafupi, tukirejea hapa tutakuja kutazama nafasi yake ya kuwa MVP wa ligi kwa msimu wa 2024 2025. Mimi ni Ibrahim Kasuga, nipo na Samuel Rashid Wakanda pamoja na Nabii Meja. Kipenga Extra. 97.7 East Africa Radio. Tanga. Together tunawakilisha. Dakika 120 za kisports zilizoshika viwanjani siku nzima. Shindana siku zote na mamlaka, utakuja utaumia. Simba hata